siku 100 za mwanzo, kama wananchi watanipa ridhaa kwa niwe mwakilishi wao wa jimbo la Chumbuni, nitakachokifanya kikubwa, cha kwanza ni kuangalia walimu wa madrasa. Nitaangalia sana walimu wa madrasa, na sito sema kwamba labda nitawalipa mshahara. Sera ya chama chetu kwamba walimu wa madrasa watalipwa, lakini kwa upande wangu mimi sitolipa. Lakini sera ile bado nimeichukua, lakini nimeichukua kwa maanisha kwamba nitawapa kama sadaka, yani kama tunasema sadaka tu ya wale walimu, si mshahara, wajikisi kidogo na maisha. Kwa mfano, naweza nikaorodhesha madrasa zote za Chumbuni kwa kujua kuna madrasa ngapi, na nitakuwa tunatoa zile sadaka zangu ndogo ndogo kwa wale walimu. Kwa kila mwalimu wa madrasa ataweza kupata kiwango cha chakula angalau cha kilo 50 kwa mwezi kwa muda wa miaka 5 yote ambayo nitakuwa na natawala katika ile jimbo la Chumbuni. Jingine kubwa ambalo nitalifanya ni kuangalia sana watoto mayatima pamoja na wanawake wajane. Watoto mayatima wengi wao jimbo la Chumbuni wapo wengi na wanapata shida sana. Lakini ili uwajue kama wanapata shida sana, uingie kuangalia, usisikie tu maneno ya nje. Kwa hiyo unapoingia ukaangalia, utajua kama watoto mayatima wanapata shida sana. Kwa hiyo nitawaangalia sana watoto yatima pamoja na wanawake wajane. Na wanawake wajane nitakachokifanya kikubwa ni kuwawezesha. Nitawawezesha kifedha. Lakini je, nawawezesha kifedha kivipi? Nawezesha kifedha baada ya kuingia katika madaraka ya uwakilishi. Nimekuwa mwakilishi wa jimbo la Chumbuni ndani ya siku 100, kama nitakavyoita wale vijana. Kwa hiyo nitaita kina mama, watawatafuta wajane wote, halafu watakushanyana, halafu nitawauliza, je, mimi nishakuwa mwakilishi wenu, niwafanyie nini? Kwa hiyo wao watasema, sisi tunataka tuunde vikundi vidogo vidogo, kwa hiyo tunahitaji kiwango cha fedha hichi na hichi. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi wa ile jimbo na zamana ile jimbo, niwafanyie, na wajibu wangu. Hiyo ni kwa upande wa walimu wa madrasa na wanawake, si ndivyo? Kwa upande wa vijana na wazee, vijana kama vijana nilisema kwamba nitapita kila zile maskani za vijana. Zile hazina haja kuwaita vikundi, zile wanajuana wenyewe vijana, kama ndio tulivyo tunajuana. Nitapita kila maskani, nitazungumza. Kesho na mazungumzo na nyinyi, watakuwepo. Kwa hiyo nimezungumza kwamba kila maskani ya jimbo la Chumbuni nimewaahidi kuwapatia bodaboda 5. Bodaboda hizi bodaboda ambazo wanafanya kupata kujiajiri wenyewe kwa kila maskani. Kwa kila maskani nitazipatia bodaboda 5. Na bodaboda 5 zile simaanishi kwamba labda nitawaongeza baada ya muda fulani, bali nitawaambia hizi bodaboda atakuwepo msimamizi wenu mkuu wa hii maskani, mtakuwa mnahifadhi zile pesa ili kuongeza bodaboda ziongezeke ili mpate kujiajiri. Baada ya kwamba alipata 5, baada ya miezi 6 au mwaka mmoja apate na 5 wengine. Kwa upande wa watoto kama mfano kwa mtoto kwa mayatima. Naam. Watoto mayatima, mimi kama watanipa ridhaa wananchi wa jimbo la Chumbuni, nitawashughulikia kuanzia elimu, kuwasomesha, na hadi wamalize vyuo vikuu nitakuwa niko nao. Lakini pale ambapo wamenipa ridhaa ya kuongoza lile jimbo. Ndiyo. Kwa upande wa wazee, kwa sababu kama tunavyojua katika mtaa wote hakukosekani na wazee. Wewe endapo wananchi wa Chumbuni wakikupa ridhaa, wazee utawafanyia nini hasa? Wazee kama wazee kwa jimbo la Chumbuni, unajua wazee wetu ndio washakuwa wazee wetu, ndio wazee. Kwa hiyo kikubwa ambacho nitakifanya kwenye jimbo la Chumbuni kwa wazee, nitawaboreshea zile biashara ndogo ndogo. Nitawapa biashara ndogo ndogo, lakini si kwa mmoja mmoja. Kwa sababu nikisema kwa mmoja mmoja nitadanganya. Wazee wapo wengi. Nitafanya miradi midogo midogo kwa hapa wale wazee ambao kwa group wataunga magrupu wenyewe. Nitawapatia kiwango cha fedha ambacho kitawakizi kwa yale mambo. Kwa mfano, mimi nitaka niweke kahawa, mimi nitaka niweke angalau nauza matunda, mimi nitaka nifanye hivi. Kwa kila mmoja ile pesa itamfikia kwa ile ambacho anataka kufanya. Kwa ile group, kwa mfano watu 30, labda nimetoa kiasi cha fedha hichi, kila mmoja atapata kiasi fulani ili kujiboresha na maisha yake. Ni kurejesha nyuma kidogo katika mikakati ambayo umejiwekea endapo wananchi watakupa ridhaa. Umewazungumzia vijana, umewaahidi kama endapo watakupa ridhaa kila maskani pale katika jimbo lile la Chumbuni utawapa bodaboda 5 ambazo wataendesha maisha yao ya kila siku. Baada ya ahadi hiyo, pengine unawaahidi nini endapo watakupa ridhaa? Naam. Wananchi wa jimbo la Chumbuni, kama watanipa ridhaa
ya kuwa mwakilishi wao. Niko nawaahidi kwa mfano, mtu anataka kuoa, mtu kijana anataka kuoa, ushafika umri wa kuoa na tayari ashako katika process ya ndoa, basi atakuja. Nimesema kwamba nitaweka ofisi maalum ya mwakilishi ambayo kila mwenye tatizo lake alifikishe pale. Kwa hiyo atakuja pale na wazazi wake na kutoa ile rai yake kwamba mimi ninataka kuoa, na amekuja analeta vile vikwazo ambavyo manake vya kweli, analeta ile kitu cha kweli, kwa maana kwamba anataka nifanye swala la ndoa. Kwa hiyo nikimuona kwamba ni kweli ni jimbo la Chumbuni, ameletea zile kadi zake za kupigia kura au cha Mzanzibari kinaonyesha kwamba ni mtu wa jimbo la Chumbuni, ahadi yangu kubwa ambayo nimeitoa kwa vijana, ninataka kuwapatia kila kijana anataka kuoa au kuolewa shilingi 500 aje achukue katika ofisi yangu. Sichagui chama, sichagui huyu anayukoje. Mimi ni kama mwakilishi wao, basi nitakuwa pamoja nao wote. Mgombea uwakilishi jimbo la Chumbuni, ahadi yako ya kumpa 500 kila kijana ambaye atakioa ama atakiolewa, unahisi itafanikiwa kwa kiasi gani? Kwa sababu tukizungumzia jimbo la Chumbuni litakuwa lina wadi zake, na kila wadi pengine kwa siku hiyo kutakuwa pengine kuna harusi ambazo zinafanyika. Je, mheshimiwa, ahadi hii endapo wananchi watakupa ridhaa, utaitekeleza kivipi haswa? Kiongozi kama kiongozi, unapokuwa kiongozi, na ndio maana hata unapokuwa mama nyumbani, nikikukuta jambo la harusi utajua vya kufanya, ni mradi ufanye shughuli nyumbani, watu wale wafurahi na harusi iende vizuri. Kiukweli mimi kama ahadi nilivyotekeleza, naamini haitonishinda, kwa sababu kama kiongozi na nina nafasi ya kufanya hivyo, kwa sababu mimi nimechaguliwa na wananchi. Kwa kama walinichagua, lazima na wao niwafanyie huduma zao ambazo wanafanya pale nyumbani. Wanakusikia? Wananisikia. Nawaahidi kabisa. Na wanakutizama. Nawaahidi kabisa. Wala wasijali kwa hilo, kwa sababu mimi nia yangu ni kusaidia wananchi wa jimbo la Chumbuni. Sitaki kuingia kwenye madaraka au kuwa mwakilishi wa jimbo la Chumbuni nikaenda nikawahangaisha wananchi wa jimbo la Chumbuni. Nataka nitatue tatizo la jimbo la Chumbuni, kwa sababu unajua viongozi wengi tunakosea au wanakosea pale ambapo wakishapata madaraka wanajisahau. Lakini anajua kwamba akishiba leo, kesho hataki kula. Wakati leo umeshiba, inakuja miaka mingine 5 ya mbele, ikiisha kuna tena uchaguzi mwingine. Kwa hiyo kwa nini hujawafanyia hivyo ambavyo waahidi utapata tena? Huwezi kupata. Kwa hiyo ule waahidi wafanyie, lengo ni kusaidia. Situangalia labda mimi ni kiwango gani cha fedha. Hapana. Bora nijinyime mimi, lakini raia wangu ambaye namhudumikia pale kwenye jimbo langu basi awe anafanikisha na kile ambacho anataka. Kwa sababu ni ahadi. Na ndiye ahadi, lazima nitekeleze ahadi. Ndio. Naam, kama ile swala la walimu wa madrasa kuwapatia kiwango cha chakula cha kilo 50, nitakuwa ni jambo jema sana nilolifanya na naweza. Na ile kutoa bodaboda 5 naweza. Na ile kuwapatia kila kijana atakaye kuoa 500 ama kuolewa naweza, isipokuwa awe ndo anataka kuanza kuoa, sio mtu ameenda huko ashaacha. Na katika ahadi zangu ambazo nilizungumza, pia vile vile naongezea jingine ambalo hususan walemavu wa jimbo la Chumbuni ni watu ambao wako nyuma sana, hawaangaliwi na watu. Ikikaribia kipindi cha kampeni unakuta sasa kidogo mara ametwa hapa, lakini mara nyingi ikishapita kampeni wale wanakuwa wako na shida sana walemavu. Hususan wengine wanataka angalau ile magongo ya kutembelea, wao wanahitaji vile vigari vya kutembelea bila ngao kuwasaidia. Halafu isitoshe walemavu ambao ni wengi jimbo la Chumbuni wanahitaji hata kuoa pia, kama alivyosema Mheshimiwa Rais wangu mtegemewa na Mheshimiwa Hamad Rashid, wanataka kuoa, wanalalamikia wanahitaji kuoa, washakuwa wakubwa, hawana uwezo. Ndio hili ndio liingiza la kuwapatia kiwango cha fedha ambacho kitawakizi kwenye masuala ya ndoa. Na swala jingine ambalo kuongezea pia kuhusu watu wazima, unakuta mtu anaenda hospitalini anaambiwa bwana una maradhi fulani ambayo haya kwa hapa hayawezi, inabidi usafirishwe. Kwa hiyo mimi sitakuwa na uwezo wa kumsafirisha kumpeleka India, lakini kwa kumpeleka tu Dar es Salaam hapo na kwenda kufanya matibabu, nachukua jukumu hilo kama mwakilishi wao. Endapo atanipa ridhaa. Yaani wasiogope, waje muda wote, milango iko wazi na nitawapokea. Chochote cha kuongezea mgombea? Cha kuongezea, naomba tu wananchi wa jimbo la Chumbuni waniamini na wanipe ridhaa, wanichague ni mwakilishi wao.